Sasa shogangu sahau sana. Baada ya kuona nacho kiko basi sahau kipolo changu huko. Kwa hivyo mimi na kunoefukuzia. Kuna jambo cha kukuta tu njiani. Mbona hamkani kiasi hicho? Samahani sana kakangu. Kakangu. Nafukuzia nisahau polo ya kamba na wenzangu. Tulizana nao tena na pwani. Kwa hivyo ni wacha hapo nafukuzia. Kwa makakangu. Kwani wewe ngoja kwani wewe kwa mwenyeji bana? Nakapa baba kwa hivyo baadaye. Kama mkumbe wewe. Kuna sura hambangi ni kwangu mimi. Jaribu kumfuatilia kwamba kwangu mle na wewe wangu si tuko mbio muona, lakini pambuli mayai yangu kwa kawaida nitabidi na habike kiwanda kama hujasikia bibi yangu marehemu namna kupika kiwanda. Yangu ambapo kitachaka malezi wale kitachaka jikoni moto nini kia kile pale na kwambia jadi mimi mwana pate kuko na baadhi bila sasa hajagia gari uje bila sasa hajagia gari wewe unapata kuko na ndamua ibisha kuko wewe ndamla. Mama zangu samahani, nilikuwa nitachomwambia mke yangu. Mke yangu nataka gari ni ulawe. Mmekwambia mara ngapi kwamba sitaki uende pwani? Jale kula wa unju kweli nyumbani, kula wakati uvyola mwana kumoja jikoni kuwashe moto. Bado kidogo ataki kukunkusudi nini wewe? Wewe nyata mwani wangu kwa jikoni na vua hizo mume wangu nyebe hautuku we. Nakwambia tena, nda nyumbani, nikafika nyumbani wewe kumefika. Kama kweli mimi nyua mumeo. Nataka nikafika na wewe kumefika. Shida yangu. Nilaje na kwenda pwani mimi yangu hataki. Maisha ndio kama silikwenda pwani mimi nitatendaje? Wewe ndio ichute sina mudi. Ni sasa bila kusangana
Mchango ndio mpaka sasa hajajalo. Na ile akale kwenda ngoroni kwa huru. Au halisikiliza. Yaani uko huru nyinde kale sana kwenda mlabe wa magari ni mpaka sasa hajafika tu. Bana na mke mkaidi wewe. Yaani ndio wanaki wa kika wale wanao wakaidi kweli. Yaani wao kesa kusiana kwani tu. Ani kwa nyama za mwanangu. Yaani mwanangu wewe siji kwa jani. Ni wao nje nasikia kelele zako. Mimi ndio mambo. Haina kuisia tu. Yaani mimi unadharau vibaya mimi mumeo, kunidharau hasa siku na nani wajani. Si kudharau vibaya. Ni wewe uko nje nasikia zogo zako tu. Mambo yako na mambo yako ani. Wacha dako mtu nyumbani tumie. Yaani wewe kunidharau hasa, yaani no mwanale na. Wewe mara ngapi nimekukataza mtena na kwani? Kwani usende haya, kwani kumeo. Na mimi nyumbani sicho kazi. Uchotoa mlo nyumbani tu kwa sababu pesa za vitu vya mtoto unamalizia tu na mwana kele huyo kesho kutwa siku kuli. Kubano. Mwana kele ndio huyo mdogo. Hana nguonga moja. Wacha dako mtevano tu. Na nguo una ankaza mwana kele. Ndio kuna kitu gani ambacho sinapo? Kaniwe yako. Yaani wewe mno kuna nenepa. Silikuwa waja hivyo mie. Mimi bana ndio kwa chemba hapa mimi sasa kuna nenepa. Yaani kama mnatia na ushetani kuhusiana na point na ndio kwani tu. Yaani watu wengine wanaoa wake mimi ngani nani? Bana kuna mama mkaidi hivyo. Usijefuata mama yako. Fresh. Unaanza kucheza huko. Sikiliza tunacheza dao kwa dao hapa 5 kwa 5. Vipi unayo? 5. Mimi 5 ninayo. Okay. Sikiliza, hakuna kucheza mwanzo. Haya lote ya kwa hakika. Sasa tunaanza. Hatari cheza. Wewe mtoto wa nyumbani tu. Kama ndo tunavyoona. Yaani kideko wapi? Ina moto au? Wewe tulia, hili bangi nakupiga wewe. Ojijo. Fresh. Ndugu yangu kila siku bao tu. Pangeni maisha sasa hivi jamani. Sikiliza hapa tuko kwenye mambo maisha kwanza sio kucheza bao tu. Haya maisha yetu hapa tumeweka dao kwa dao 5 kwa 5 tena si haya maisha. Unajua kwenye dunia humo. Sasa ngapi? Nishampiga kimoja huyo hapa. Nimewekia mabao mawili. Nishafunga mabao mawili ala pekee. Mimi namjua ana issue. Oya jamaa ananibia huyu. Haya sasa. Mnajua sasa hivi lo season. Hakuna wageni, hakuna issue yote. Sasa nimekuja hapa tufanye vipi ili tupate pesa. Wageni ndio wenzangu. Sikiliza. Sipa na wadada hapa wanapanda mwani. Sasa la msingi sie tuende tukaibe mwani. Mapande ya jioni wale wadada wanakuwa wanaondoka naenda za home. Sikiliza. Sasa tunaenda kuiba mwani. Tukishaiba mwani, unajua tunapata mchenji. Sasa hivi hali ngumu. Mfungo mwani uko vizuri, au tukaibe tu. Upo vizuri mbona mchongo? Basi kama hivyo sawa hamna tatizo. Basi. Haya, pindi tushapanga hivyo. Okay. Sasa mimi nashuka chini fike japo Blue Moon kutafuta wageni maana sasa wageni. Unaenda kutega kule. Hiyo ishuka tiki tayari. Sasa niendeleeni basi. Okay, basi sikiliza. Halo. Ikatike mimi ndio niko chini. Okay. Halo tutashtua. Hapo. Sasa hivi nakwambia wageni hawaji, sasa hivi nakwambia njaa kali. Tutafanyaje? Basi hivi mwenzangu. Mwani mbichi mzito sana hao. Utiwa saizi yako. Usitaje mwani jingi ukaja pepesuka nayo. Haya, ndio saizi yangu. Uchukue wa saizi. Ndio jai ikiwe maana mwani mbichi. Kama uvivizi ya mzito. Na halafu shoga yangu. Navyo uchungu. Maana njoo mume wangu jana chakanje pwani jimwani jalino ile tili yake. Kuna mwanateza mume kutafuta tena uno kama hulikuja. Ewe kila mda mwingine katenda nini maana mume yangu mda mwingine maneno nayo mkashete hulia. Hulia shoga yangu. Hiyo ndio kazi yangu nitakuja tu. Kwendekeze huko. Tayari watoto kula sasa. Tuka hii. Maana mwani mbichi kama vile mzito sana au. Basi. Maana usini nenyua kibonge tu haya kuchukua ni mwani jipoloni jaza kidomo. Mimi napiga tu bali sana viuli sasa. Msitofio mwani mbichi unawa mzito kweli. Haya. Mwenzangu
maisha hatuna budi. Mwanamke ukamwambia nkaino kakwambia haya. Na alafu akisokona na kitu wala kwa mke yangu nashikwa mafua kwa mwani. Dialo. Unisikii kweli? Nakusikia wapi wewe? Kakaangu bana tukiriki tunatafuta maisha. Kwa pesa kijora hamlavya. Mambo vipi? Nzuri. Haya, okay. Naweza kukusaidia kazi yako? Kakaangu hivyo ukipendezaje hivyo akusaidia? Usione nimependeza kama siwezi kufanya kazi Dialo. Kuja kwa moyo mzuri Dialo. Wapi tena? Dialo. Sorry. Nani jina lako vile? Muzdalifa. Okay, sawa. Vipi? Fresh tu. Ulikuwa wapi toka muda hujafika hapa? Mimi nilikuwa ndo nafanya mishemisheni tu kule, kuna kazi kule, kuna wazungu wawili watatu kule. Nilikuwa hamna shida, lakini najipigiza. Lakini Kisinda iko wapi? Kisinda hajatimba hapa bado. Sasa hivi saa 8. Kisinda na mizingo hapa, tumepanga saa 8 tukutane hapa, imekuwa saa 9 mpaka sasa hivi. Yule Kisinda anakuja. Ojiji. Vipi? Fresh. Na shika umependeza. Tumependeza wapi? Kisinda unazingua. Ulikuwa wapi toka muda huo? Nilikuwa nasubiri jua lipoe. Hapana kupoteza muda tena kutoka hii. Tunaenda jiko ila kati yule kule mbali. Hapo kati hapo kwa mpunga. Tuanze tu ni basi tusicheleweshe. Sawa basi tuanze tu ni chapa basi. Shida tena hii. Okay. Sio patuuza. Basi kwa hamna shida. Hata mkono baba. Sio muda huu tena. Na milioni nzima hapa ujue. Kazi bure kabisa. Natoka huku na kuja huku na mimi na mwani wangu, alafu baadaye nakuja siwoni. Kazi bure hapa ni kabisa. Sio chochote alionibia mwani wangu jamani. Huyo namwendea mnyembwe. Sikubali. Mafundi, salamu alaikum. Wewe masalama? Ndio kazi. Haya tupo bwana. Wewe kuliko saa. Safi kwema. Mpaka sasa mmojaje? Namshukuru Mungu. Kazi inakwenda kazi tu hapa. Safi. Ndio kuna mchukua na mimi napiga kazi bwana. Basi haya, uwezi kuja wako na muda utakuja bwana. Hali na shida bwana, mimi nitakuja. Haya bwana. Karibu bwana. Uta habari? Karibu bwana. Karibu bwana.
Habari. Waisafiri sana mpaka sasa. Yaani wanasemaje hela? So bana. Kwa wote lazima mzee mambo tena ya habari kwamba ya kina mama wetu wananufaika sana na mwana. Uongo. Kiasi kilo ya mwana panda mpaka mwisho deni hapo. Hizo habari bana za uongo. Bwana wewe. Mwaniko apande. Bana vile sasa mwaniki wa shilingi 800 hivyo. Hiyo konje kuna kupanda gani? Yaani wanakudanganyani wao tu. Almuradi tu tunawaka ruhusa wao wanakwenda huko pale, lakini bana mwaniki sasa hauna bei hata kidogo. Na kila siku natangazia uchapanda bei, isipokuwa naona mwenyewe unashuka bei baada ya kupanda. Wanasema kweli hiyo mtaani kwamba nakwambia yaje. Na wakati zama vile sasa wazidi wanakwenda wengi sana hako nafikia. Wana ndani habari zao nalipata kweli? Hamna kitu. Kwa sababu gani? Wanakibana ndio wanaopenda sana kwenda huko pwani. Wana mambo yao tu ya kwenda kuzungumza miheke tu huko pwani, huko mahawa hapa kwa wajipwenge kuna mitaani wanakonaje? Hawana nini hinjo kujua tena wana mambo ya miheke, lakini hakuna faida yoyote. Mianga mke yangu namkataza sana kwenda pwani. Pia mkaidi sana. Na bana sina kuficha. Ndio sasa watu zao sana sio wanaume. Kwa hizo kesi za pwani. Sijui wanakuja na mambo ya mwani sijui nani. Ambaye kana tukosesha heshima kuna kondoo wapi sasa. Yaani hauna faida vile sasa. Mimi mke yangu namkataza sana kuhusiana na pwani bwana. Bwana wewe. Kwa hiyo basi baadaye bwana tukajaliwa mteja kuja bwana kwa ajili ya kutenda hiyo issue. Wewe bwana kesho au kesho kutwa wewe kaja kuja. Basi poa hamna shida. Ngoja bwana. Haya poa. Fundi baadaye. Haya karibu bwana. Wanapiga dai waka pano. Sasa kamanda. Vipi? Yule mshikaji mwana muda tayari ishafika hajamuona ndo mambo gani? Atakuja muda so mrefu, usine haraka. Asituzingua. Jiji. Ndio kwanza tukuseme hapa shehe wangu. Nyinyi msijali kuhusu kipunga. Nimenona vizuri. Maana sasa hivi alishaendaje? Ishi imeenda vizuri, mwani tayari shauza. Sasa la msingi hapa tubani kipunga kila mmoja ajaje. Unasemaje Wanyamwezi vipi ajaje? Pesa muhimu manake sasa hivi leo season hakuna wageni. Kuhusu kipunga msijali. Basi poa. Okay. Kaza wangu. Fresh hapa umenitoa saa. Mata. Vipi zimebakia zetu au? Sasa hapa 5 inabakia 5. Sasa hii 5 vipi? 5 mimi ndo mkubwa hapa au vipi? Hamna shida, tatizo liko wapi? Sikilizeni. Wewe 5 na wewe 5. Mimi hii hapa naenda kufungisha 5 tatu ya kuileta. Basi hapa hatujakosa kitu hapa au vipi? Sasa sikilizeni. Pana mzungu hapo kanipigia simu kuna kitu kidogo naenda kumfanyia. Kwa hiyo mimi naenda. Basi hapa ushatukoli hapa. Fundi. Mama Jida. Ndio habari. Mama nakwendaje? Hapo naendelea na harakati zako za kijeni. Habari. Sambona jana hulikuja bwana mbao tino baba no bana mimi na kungoja uje utende kazi. Rafiki yangu wewe mambo ya wanake hiyo bana. Jana mke yangu kende pwani ukungu kweli kanya chi mwana. Sasa yeye kanya chi mwana na mimi kumwacha mwana anakuwa hamba si uzuri kabisa sana le. Ndio. Kwa hiyo ndio kasi likuja bana le na huyo mwana kuja naye kuna mnamna vitu vya hatari. Kwa hiyo ngamwangae nyumbani bana. Na jambo zima vyo. Nie siki kuna la yangondo kweli kwa pwani. Ngondo gani tena? Kwa siki bana tuana kukimbia na mwani sana. Niono tu yao. Kwa sababu mba mwana hauna faida yoyote. Mie njua tu wajatendea na vituko huko tu. Kwa sababu mwani hauna faida yoyote kilo 800 mtu kajatenda jambo gani? Hakuna jambo lolote ambalo kachate. Na usijeshanga huko wakasikia watu wanauana huko tu wanakuibiana nini. Yaani mazonge jeo ya chala wia yote. Kwa sababu hauna faida yoyote. Mie ndio maana mke wangu mimi namkataza sana huko asende. Ya mkaidi, yaani pia sasa banaanza lolike sana kule nyumba. Yaani sababu ya kwani yote kwa sababu ya kwa siki mwakoja na mambo ya mwani siki nani mwakoja na mambo yanu. Na miezi zetu kwa hakuna hasa mambo yao. Ya sasa bana
ya shamku kweli, pwani. Bana tuna shida havyo. Tuna shida kweli. Hiya bana, sawa bana. Mimi bana kesho nitatenda juu chini. Uje bana, kwa sababu kesho na vile pia siku ya babu. Unajua mimi leo bana kwa mtu mbaya. Uje kama ndio kwa sababu unajua yule mwenga hiyo vya masiri amka. Yule amka vyema tu. Maana nikusudi nzima mali kwa vya siri kuona. Sasa ngona bora ikitekelezea kino mtoto bano baadaye tena tulie tu. Maana hiyo si vyema. Sasa naomba au dino bana kwa video vino kesho kutwa ule utitende hizi kama nda sawa. Ndio bana ndio pamoja. Mimi bana kesho mbona ndio nimeleta. Haya, karibu bwana. Haya sawa hiyo. Neva nonkuka dakika moja tu uzungumze umalize na wenzangu wako niwafukuzie. Haya, sema unataka kuniambia. Haya sasa, amaweza juzi. Nzuri sijui kwa. Pole sana kazi. Asante. Musda. Naam. Ndiye? Ndiye ulikosea. Sasa. Musda. Nimekuelewa sana. Hiyo mie haswa? Ndio. Na kipi utanielewa? Yaani nimekuelewa kufanya ya kazi, jinsi ninavyofanya kazi, kivazi chako. Kivazi kijamba tu kino. Na hizo kazi zetu ngasia kwa mtu awenga na nga nini? Nga aibu. Hicho. Labda nikwambie ukweli tu. Musda, mimi nakupenda. Na niko tayari kwa lolote linalotokea baina yangu mimi na wewe. Simenielewa? Unampenda hiyo mie? Ndio. Kijaje? Ndio, manake mimi nataka mwanamke ambaye mwenye anafanya kazi humu. Nawe mtoto mzuri sana, unafanya kazi unajituma. Yaani hapo hujamfafanulia. Kuna mpenda kijaje? Kirafiki, kimapenzi au je? Sasa Musa, unajua macho yako ni mazuri sana. Natamani muda wote tuwe pamoja baina yangu mimi na wewe. Kwa jinsi ninakupenda. Musa, nakupenda sana. Musa, nakupenda mno. Usinielewa? Mbona uongei? Asante sana. Sasa labda unielewa. Na nitafanya juu chini, nitafanya jitihada tuwe pamoja muda wote. Mbona uongei? Maneno mazuri we. Haya sasa, labda usichelewe sana kuhusu kazi yako. Naomba namba zako za simu. Na kweli mwanangu dakika moja. Ngoja nikufikirie. Haya, asante. Ndio hakika? Hakika. Kwanza simu yako iko wapi? Nje kuijua mambo ya pwani, si mtu nagatu wagaja huko kuna nguo zetu. Haya sawa, maanake isikia yako umenipa bomu. Kompende kweli? Ndio. Kizaki hasa? Ndio. Sasa wewe wahi kazini kwako. Maanake sasa hivi kidogo wageni kidogo wameingia. Sasa nitabidi nitembee sana bichi.
Mimi nikutakie kazi njema. Poa. Kazi njema. Haya. Nakoko pa. Pole pole usije kujikwaa. Bye. Bye. Mambo vipi? Niko sawa. Vipi, kwa sauti yako ipo chini kwangu? Mbona yana mapema? Nimechoka pinka za nyumbani. Pole sana kazi yangu. Vipi, kesho naenda kazini au? Tufanye mpango kesho, napokuwa wenzako hajaenda, lakini kesho wewe uende, maanake nimekuita sana kujua. Sababu yaani nimekuandalia vitu vizuri kwa ajili yako. Nimekuandalia penzi wangu, lakini kesho wewe panda juu chini tukutane Pwani. Kwa ajili yako, kwa ajili yako. Sasa usisahau kuwa mambo mzuri, maanake nataka nikufanyiwe surprise. Surprise gani unayo maono usemi? Niko sawa, unajua, usiniangalie kwa nini, niko sawa sana. Hata sina mimi. Yaani penzi wangu ingezidi, yaani ya kuja kuja maana tuwaambia kesho kudani wake sana sababu kwa wewe kumisi mpenzi wangu nikumisi huwezi kusema hata simuone, lazima tunapata wanaume kusema nimekumisi ndio nawe unafuatia. Yaani kwa maneno yangu mpaka umunda najisikia jioni. Pole sana kukuliza. Nasema nika upo pembeni yangu hivi unanipepea kidogo. Niko chupa lakini unasikia haya kama nakuona vile. Haya nisipumzike kwanza. Nyanga nyanga. Na pako pia. Sio kaka jamani. Kana maneno mazuri. Na wapi tena na mikoba koba? Si ndio ndo namfani mume wangu. Yaani mwanamke wewe kuna kichwa kigumu wewe. Kwani mimi nimekwambia mara ngapi kuhusiana na Pwani usende? Pwani sitaki mke yangu uende. Mume wangu wewe sasa mimi nitakavani nyumbani. Mkaya asangene kazi yangu Pwani mwani wangu chakatika. Kwani huna kazi ya kutenda nyingine, lazima uende nako Pwani? Kiangu kunzarau vibaya, mimi kila siku nakwambia Pwani sitaki uende, Pwani sitaki uende. Sasa hivyo ukasema kuzarau, ndio kuna chaka mpande kichwani mimi Shida yako kwa nyumbani tu mimi wenga nje. Mimi sichoka nyumbani mimi ndio na Pwani. Yaani sasa ndio kwanza nagundu kwamba mimi nyole bwana. Na mlipa kati hiyo katafute wewe. Mimi kaka. Mimi ndio na Pwani. Wewe kwa mabadilishano.
Ikamabadilisha ikasabadilisha nataka uke nyumbani ule mwanao. Sichoka. Kwanza mimi nimekuja silikuja na mwanangu sasa. Yaani nino sikimu kuja na ino mambo ya kupanda mwani sijui na yaani kana tuharibie wake hasa mino sasa. Yaani mambo ya mwani tena. Habari kama mbona? Habari safi bana. Ninakwambia jaje. Bana vile sasa kwa hali inavyokwenda. Sijui kama mke yangu simwache. Unajibu nawe? Vile sasa zarau zizidi. Vile sasa mke yangu kanza lau asa kiasi. Binafsi leo mpigwa kumbo bado kidogo nziminye. Kisa na mzuia tu asende pwani. Kampigi kumbo ilio. Na buku nyono ungenyonia huruma. Ndio kwa sugu za pwani. Na vile sasa yani sina faida yoyote maana kila kitu mimi nyumbani natenda. Chejio kila kitu mpaka vitunguu nini natenda. Binafsi ile jana niende na mchele unju. Udubana wonja vika miesa 11. Maana kende pwani avyo rudi kachoko. Yani hana goma lolote. Mimi nakuona macho futu ndio anayopata. Hakuna faida yoyote. Bakaka bana ipitia hatua mwele bana. Kwa sababu unajua kweli matatizo na lauja kuna kwa familia hivi. Isifikie hatua kama mkaachana. Maana kifupi mkae mzungumze. Unajua bana kitu kizima. Kwenda mama kwa kenda kaudi pwani kama kwa shughuli yake hiyo si tatizo. Maana yake ni sehemu nzuri ya kujipatia riziki. Hea ikawezekana bana mkae pange siku za kwamba alikana kwenda pwani na siku ambazo akae nyumbani atukue majukumu yake kama mama. Unafahamu? Lakini vile vile unajua pwani kuna faida kwa sababu wanaweza kuchangia nyumbani chochote kitu. Ya mchango mwingine unawaswa moja kwa moja. Hea sasa ya msingi maana yake wewe na yeye mkae mzungumze na mteue siku za kwamba alikana kabaki nyumbani kwa sababu yeye ni kazi na sana tetewa kina mama wao wanapenda kazi. Kwa hiyo ya kazi kukaa tu nyumbani mama wakati mwingine na kweli zinawachosha. Kwa hiyo inabidi alikana kwenda pwani. Vile vile alikana kwa majukumu yake nyumbani. Kumdharau mume ni swala baya sana. Basi hapo ikawaje hiyo. Ninakufahamu. Yeye anazungumzika hayo mbona bwana? Bana mimi nimezungumza naye hapa. Labda nguke hiyo kazi na wewe ukamshauri pengineyo yakakusikiliza. Basi haina tatizo. Mimi nitaenda siku kwa nyumbani chakuja nije nimshauri na ikawezekana tufikie hatua. Bana unajua kazungumzia naye bana. Labda tuje miaka hana dharau tu bwana ncha sina matatizo. Kweli unajua Mkia basi. Halo. Nishafika nipo hapo kwenye minazi. Kazi. Nishafika nipo hapo kwenye mnazi, nimegemea mnazi. Haya, nikaze basi kidogo. Haya. Niko hapa. Hapa. Kisinda kamona muzda, moyo kapagawa. Kila siku akimwona penzi lina wakata.
wakasema kwa mashahidi haya mapenzi ya kweli, wakajenga ndoto zao juu ya mwamba wa milele. Wameapa mioyoni hawatorudi nyuma, dhoruba ikipita wao ndio wanazidi kungana. Kisinda na Muzda, penzi lao ni la dhati, hawatuachana silani mpaka mwisho wa wakati. Hakuna wa kuwatenganisha, hata upepo wa dunia. Mapenzi yenu hadi kuzikana, moyo kwa moyo daima. Wakipitia magumu bado wanashikana, wivu na maneno ya watu yote wanayavuka pamoja. Wanakula viapo vitamu, wewe ni wangu wa milele. Hata wakizeeka pamoja, macho yataendelea kung'aa. Kisinda akasema Muzda, wewe ni pumzi yangu. Muzda akamjibu, bila wewe sina amani. Tena wakarudia, hilo haibadiliki. Mapenzi yao yameandikwa juu ya kitabu cha maisha. Kisinda na Muzda. Kisinda unamjua mambo yake bwana. Si ataacha lini mambo ya madeni? Nenda sana. Kisinda bwana kwa madeni, kisha una ukaka tu, kitandio. Ndio mwisho ya deni. Haya bwana. Sasa vipi tukifunga? Jijo. Fresh. Naona mtu mmoja na kwa kitu msepo hapa. Pia kule bichi wewe. Vipi simendaje? Anda. Nedemsi muona pale. Kile kidemu? Tumekiona kipo vizuri sasa sasa. Unajua ndo mambo yangu. Unafahamu? Ndio kufanya kazi ya moja. Sasa, Vipi? mimi ndo Kisinda kama kawaida. Yule demu tayari ashaingia kwenye mfumo. Yaani yule demu tayari ashaingia kwenye mfumo, kila kitu tayari. Ushamaliza. Ishakuwa mwepesi. Jamaa wangu upo vizuri. Jamaa hatari huyu. Jamaa hayo. Yaani mwanamke mtamu kishenzi. Kisinda sisi tunakujua. Ukishaona ukanga, utandio, tayari ushapenda. Kisinda. Unaona? Lakini unaweza kuwa pwani. Watu wa pwani sio tatizo. Sio tatizo vipi watu wa pwani? Maana yaani ile alfajiri wanatoka na mapema hao, wanakuja zao pwani. Alafu yake saa 8, itafika saa ngapi wakapoka waweza wewe? Unajua kitu gani? Halo. Naam baby, vipi? Mimi niko sawa, si wewe. Ni mara zaidi, yani ni mara 100. Kitu gani baby? Na mimi kila kitu pesa cha kuachia milioni 1. Ngusha kukatia. Kitu gani tena baby, shida gani? Una mimba? Lakini tumefanya juzi hivyo, ndio jana. Sasa nisikilize. Hiyo mimba mtafutie baba yake. Ushafahamu Sasa baba yake kama sio wewe nani? Sio mie huyo. Si kitu tumefanya juzi, leo na mimba unaniregezea sauti. Mimi sitaki mambo hayo. Mimba mtafutie baba yake. Mtafutie baba yake, sio mimi. Mimi siwezi kwenda na wewe hasa, nishakwambia siwezi kwenda na wewe hasa. Ushafahamu Hiyo mimba mtafutie baba yake. Inshallah Mungu atanisikia kama utaki. Ndio mademu ya kishamba haya. Toka hapa. Baada ya leo usipigie simu. Ushafahamu Koni tena. Una ghafla hivyo. Yaani siku mbili. Analiza. Mimi yule mtoto nimemwona mapema yule kama mbaya yule mtoto. Siku mbili tu mimba.
Wanakaa kishamba bwana. Hebu mimi naondoka. Hapa vipi? Tuanze tule. Hapa Shakani au hapa tutoke tena. Shoga yangu siuzike jai njoo. Inabidi niwe kwa na kanyata njoo zito wake unaona sasa mbwa mama mwambie nini huko ndani na jinsi uzuri sana. Bali kweli mwana mtihani. Na kama nilivyokuambia mabiki boy hawa na usama na shoga yangu. Cha kutenda wewe uvumilie tu na hiyo mimba usiokae la pia wewe ile. Leo mpenda kamkabidhi moyo wangu mkona kona nyingi aliyemsho asikana nitendea jamii. Nashukuru Mungu nchale. Kweli njoja hivi hawana uzamana. Sasa hawana uzamana shoga yangu. Mabiki boy achana nao usije kuja mwingine ukaja ukamkubalia ndio funzo leo. Ukata kujalia kocha hata mwingine anayekupenda. Asante shoga yangu. Shoga yangu sijina mimi jani. Mboka mimba yako haijishona. Na ushauri wa daktari ufuate. Usiwe kimejaa hivyo. Shoga yangu mtakuwa sawa. Nitajitahidi kujaribu nitazingatia dawa zonka dokta. Nitatenda mazoezi, nitazingatia na vyakula. Na ujimu. Mazoezi kuna tendo. Ni madafuta kwetu na mapenzi. Tuna kununulia kwa kinazi kwetu. Yes, basi yapumzika. Nitarudi kula nyumbani manake ndio niwacha mtoto kula nyumbani. Haya. Niwache na babake kama uvyo mwenyewe. Ndio hivyo basi kitu yako nani. Niacha na nirudi kwa nyumbani. Nikamshughulikia maana tangu yao ndio vita. Hadi sasa sana nje. Wewe fukuzia meza jinyoshe kidogo. Wewe jinyoshe chakula tena nikausudekaje kwa nje kwa sasa chakula tu. Haya chakula. Tutatambuana leo. Leo nimekuona kabisa. Tutatambuana, tutaibiana leo.
wananchi wangu ili kukula jamii hofu kutokea watu. Haya wananchi, habari za jioni. Nashukuru wananchi wangu kwa kupitia wito baada ya shughuli za kutwa mchana. Hatuna budi kushukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo na mimi nakushukuru sana. Sasa tunaomba kwanza tuwe watulivu kwa tukio lililowia. Serikali yetu ya kijiji ikashirikiana na serikali ya wilaya inajitahidi kuwatafuta wahusika wa mauaji na uteuzi wa wapelelezi kusitisha shughuli za kufanya wito kuhusu mauaji. Baada ya kikao, shahidi aletwa kubainisha mauaji. Kwa hivyo ndugu zangu, tunamheshimu sana kwa yule yoyote ambaye kamwijua au kawejua wano watu, basi tunaomba ushirikiano wenu ili tulitambue lino jambo mwisho wake na sheria na hatua za sheria zichukuliwe. Sawa wananchi wangu? Haya, sasa na wateuzi wangu msina wasiwasi wala vijana wao kuaminika wano kijijini. Tuchamteua Shehe Jeda na Shehe Isako Bosa na mwejua mahili wao wa vijana. Hawana wasiwasi. Yaje mke yangu. Pole mke yangu. Usio kila wakati kunalia tu, kazi ya Mungu haina makosa. Ile kila wakati kwa kunalia tu kujinamii tu. Ukisababisha na mimi niulize. Inabidi kumua kumjua. Jamani kanalia. Maana yake mimi na maji na polo yangu. Na mbona kana kumba mwani. Sasa mimi nitakanisogea. Mbona kwa bichibu itaka mpiga jibisuli. Mke yako ndio maana yeye usitaki hasa wote uko pwani. Maana mimi jua mambo yayo. Odi. Ukishuhudi. Odi. Karibu mzee. Habari? Pole sana bwana. Yote ni kazi ya Mungu, kwa hiyo tumshukuru Mungu. Hiyo ni hasa kitu kinachomkuta vile sasa. Mke yangu anasema yeye muuaji kama mjua. Na kasema ile tukio hasa kalishuhudi. Sasa ile jambo hilo linaniumiza sana. Linaniumiza hasa bado rohoni. Sijui kuna saidiaje hadi hapo. Sasa poleni sana. Na mimi nahisi ni jambo jema kwa sababu tukienda naye kwa shehe ino simeji yangu inabidi kacha saidia sana kuna kwa harakati za kiupelelezi. Kwa hiyo kwa bila shahidi kawapo, mimi nahisi tuende naye akalabe ushahidi kana na kama kwa bila ndio mtu kama unajua kacha saidia sana huyo na mtu mmoja kacha kutika na kila kitu kichaka sawa. Kwa hiyo mimi nahisi leo ikawezekana tuende kwa sheha ili akalabe ushahidi kila kitu kikae sawa. Mara vivoti leo kwa sababu wakati Mungu ajikooneke ndio kana jampata yule shahidi aje amzuru. Kwa hiyo twende sasa binana mambo yatende upesi sana. Maana ndio shahidi kweli ile msamba inawezekana. Kwa hiyo tutendeni upesi tuwahi kwenda kwa sheha akalabe ushahidi kabla Mungu hajapanga mengine. Basi jiandae ndio kwa sheha jamani. Haya sawa. Na mimi nakuja nyumbani hapo. Kwa hiyo twende tukabadilishe nguo twende kwa sheha. Haya ndio hapo ndio. Ya nilete mke yangu bana. Usiana na mauaji hayo awia. Ni mke yangu kasemka ya shughuli kwa macho yake ya mauaji. Sawa sawa. Na huyo mhusika kama unijua. Kwa hiyo nimlete bana. Ili uje mhoji. Kweli wewe mama kuna uhakika na huyo mtu kumuona? Mimi mauaji ni mmoja maana ndio ni muono. Na mie wahusika wote wanaotenda kazi za Beach Boy mwange tu orodha zao za picha
na picha za wazazi wangu. Unaweza ukamlola hapa, ukamtambua. Mkamona chamtamba mwana mtu wangu wa karibu. Lola mtu wa mbali. Lola yuno. Yuno. Huyo si ndiye. Yuno. Na huyo si. Haya bana na yuno va. Yuno ndiye. Ndiye hasa. Yuno ndiye maana kutoka wa dikoni kwetu. Mume wangu mlegawe. Yuno mwa kutoka dikoni kwetu. Njoo. Kumbeje Yuno? Njoo huyo eti. Bwana Sheha, jambo lisila kulifungia macho. Yuno mie mwijua na kuto tunakuda noko kwani. Bwana Sheha Yuno baraka hatarishi maisha. Yuno bana yakuchukuliwa hatua. Sawa sana, ndio maana likaja vano kuna kulembo husika na nasikia kana na weziwe na wao natafutwa hao. Na Sheha na kitu kimoja hapo. Mimi hisi jioni leo utishikika ili wananchi wa Divano waambie kuhusu masuala yao moja kwa moja na ikawezekana wateue watu wako watafute wao watu vijana wao kwa kijiji namba wana uwezo wa kusimamia. Sisi ni wapelelezi kutoka hapo kijijini. Kuna kijana tunamtafuta anaitwa Kisinda. Yake hii hapa. Inaonekana alikuwa anafanya kazi maeneo haya ni Kichikoi. Kama unafahamu. Kitu chake simfahamu ninaye kuona. Okay, asante. Kuna watu wengine hapa maeneo haya? Wapo. Wamchini ndio pale. Ndio. Mtaani kwa sababu ya amekuya kwa kazi ni kwangu afadhali kidogo kutokana na hali hiyo. Mimi tena nakuja sana ndajua. Kwa sababu naweza kutenda kazi asubuhi hadi jioni bila kumtijua kali. Kama ndio na kifupi mimi kuna sala ile ndio sala bana oye uchafa. Jambo gani tena? Maana ile haya je sasa 10 na chaka ulete mengine. Bwana kuna binti mmoja anapita na mji ya mimi kama kitu hapo. Binti ni kama shimo mtaa wako. Ndio kumwambia kawajali huyo. Binti inaonekana mfupi. Binti bwana kwa kweli nafikiri ni mtenda fahamu mmoja wa. Bwana huyo binti bwana mimi. Akanaka jirani tu na mimi. Na wazee wake tunaelewana sana.
Kwa hiyo kuhusiana na jambo lile wenga usiwaze. Nienja kwenda just in siku 2 tu. Na siku 2 tu nchoja kukamrejesha kuhusiana na hilo jambo. Na kutoka tena jambo la busara sana maana vijana wengi nywe hajanumu vite tu halafu nini. Kwa hiyo jambo lako la kuposa. Hiyo bana jambo la busara sana. Na yaje kuhusiana na nini? Ile jambo letu ile kwa sheha. Bwana mpaka sasa ndio naendelea. Na awala askari wa wilaya ndio wanaendelea kutenda mchakato, ndio wanashirikiana nasi. Kwa hiyo sisi wakati taarifa kama vile tunaona pia ndio tuende kwa hapo mfika. Kwa hiyo kifupi ndio tunaendelea kuhangaika. Ya kifupi maana kama tukakutike abadike na raia waridhike ya kifupi ya tena. Unajua bana huyo kutoka hali kotika bana shehe kati atona tu watu ovyo sana. Maana katuamini. Sasa mimi kuna kitu kimoja. Mimi kesho na happy birthday ya mwanangu. Na happy birthday yongo sodinga itende jambiani. Kwa hiyo unataka na wewe tushirikiane tuende tukasherehekea hiyo sherehe ya happy birthday ya mwanangu. Baada hapo kesho kutwa inabidi tukala mkia tunamkia kikazi kwa ajili ya kumtafuta huyo mtu. Tuhakikishe mpaka tunamkuta. Ndio mwanzo tulimalize jali maana tena wana kesi ndio uko wejua tena. Ile ngaja nikamwambia tena hayako hiyo uko nyumbani hakuna jiakalika hako. Kweli. Kwa hiyo tuwafurahishe gana wao. Basi haya. Leki fupi nje hivyo. Kwa hiyo kama ndio yao ndio mapango. Kwa hiyo tumshukuru Mungu. Kesho tunamsaidia ndio na mchakato. Haya. Kwa hiyo ndio hivyo kamanda. Haya sawa, sio tu hapo. Asante sana bwana. Basi sawa, ishaandaa bano kwa ajili ya hiyo safari. Haya okay. Haya sawa. Haya karibu bwana. Okay. Haya. Okay. Ndio sasa mambo yanangiliana tu. Ile hali jamaliza limekuja. Ile hali jamaliza imekuja. Ila sawa. Mungu kemetupangia tena. Odi. Karibu pite. Odi mpaka ndani. Karibu. Odi. Karibu. Waalaikum. Kae hapo. Waalaikum. Waalaikum salaam, kwema? Habari. Habari kwema, tusijui uko unakoona. Safi, ndio na kutanida. Ndio bano kwa maagizo. Kuna rafiki yangu huko kaniagize nje bano. Sasa kuna mtu kama ono. Kwa hiyo ndio mwakone kwa kaniambia ndio kuleta pesa. Kwa hiyo sawa, tusiki hea mtoto babake hapo, hea bana babake mdogo na mimi mwanamke sina mali za kupuswa. Kwa hiyo tungoje baba yake tuje tusikilize jawabu. Kwa hiyo na yeye mwenyewe kawapo chabidi tumwite. Basi sawa, maneno yozungumza mazima. Maana mwanamke hana mali za pesa. Kwa hiyo haya mwitega tumsikilize na yeye. Kama unaogenika na taarifa nao au je umekuja tambua. Musda! Na mama. Anjo. Nakuja. Jambo. Mbona inakwenda hivi? Mama ndio unaogeni ukujua yeye, ukuletewa yeye. Kwa hiyo mie bano nja niagizwa nize kobosa. Ni mmezungumza. Kama mmezungumza haya ndio jambo la heri basi kwa ukweli niyo. Kwa hiyo ndio tuja bano kwa lengo la kuja litaposa. Kwa hiyo haya tamalizie kwa sababu ndio. Haya sawa, asante. Hata. Kwa hiyo mama, ndio nija kuchukua ile madini. Majibu gani na shida majibu? Kila kitu tumepanga, kila kitu kisi, hakuna tatizo. Ndio jambo la heri, Mungu kanalendesha kwa heri. Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Maana hiyo sasa njia nayo. Njia ya mafanikio. Ndio. Hata yenye tunakungoja na hiyo siku tuna pesa za mahari mlete jambo litendeke tena lisikae ili kachelewa.
Nyako siki uzuri sana. Kwa hiyo mimi ndapeleka mrejesho wote huo ambao kuunka na ishaua business yake utatenda upesi. Maana jambo la heri na jambo jaribu hali na ndugu wale. Haya basi sawa. Kwa hiyo inshallah. Haya kwa hiyo haya. Bwana Kuruso wanaokufunga bana. Na kiufupi mfanikiwa. Ya bana ninachokosema kitu kimoja. Unajua kuchagua. Kama hapo mata yani mtoto kana heshima. Yani kiufupi familia zimena heshima sana. Na wanachele kadubu na wazee wake pia wadubu. Kwa hiyo tena mipango tu usiwe ukakose. Nae? Tugawe mahari, maana kukusanya tayari. Kwa hiyo tugawe mahari. Bana madawa na vya jamii kwa kuwatumia ili kwa mchombo jambo ndio kinatosha kwa. Mimi nakusikia kwa kila kitu. Nilikuwa rafiki yangu kwa muda mrefu. Na tunakuwa muda wangu lazima tumenyana naye ili kuhakikisha mambo ya jambo hapa. Kwa hiyo kitu baki tena tupange hosi kila kitu kikamilike kama kinatosha. Kwa hiyo bana mimi nakushukuru sana kama ndani tuendelee kuwa pamoja. Alafu kuna kitu kimoja sahau. Wewe niambie uende haraka sana. Ukawe maana vijana ni nje mwili. Ukisalamia hapo sana ndio namna nini? Kwa hiyo uende haraka. Ukawe ili wasisitize sana. Na ndio tunamaliza harakati zangu. Hiyo kitu kitakamilisha sote pamoja. Basi sawa pamoja. Mimi nikuache bwana. Wewe tena uendelee na maandalizi mema. Sawa bwana. Heavy birthday ya leo nzuri kweli kweli. Ninasema mama mtu na yeye kaenjoy kwa happy birthday ya mwanao. Maana hebu kashiki kweli. Bwana mwana tena happy birthday enjoy hiyo. Kweli. Maana yake ndio kubadilisha mazuri, ranga ya kunikuja tembea pia hivi. Kwa hiyo tembea. Kama ukweli kwa hiyo ni karibu pia hapo. Unajua ni jambo muhimu sana kwa sababu lazima wewe sasa hivi upate muda ili kunabadili mafunzo. Yaani resta hapo wageni na yaani wageni kibao au ndo vile mmoja hapo na sio vibali. Kizuri. Wewe umewaje na pale na hizo ndishi. Wewe hapa. Uko katika mikono salama hapa. Mwanangu. Wewe uko kwa udongo. Waachie huyu mtu nenda kwa shehe. Asante. Kwa hivyo wananchi wangu, kwa uchache wenu namshukuruni kwa kutikia wito. Mhusika njo huyo huo hapo kamekamatwa na wengine bado wanashughulikiwa
Na kwa hivyo kama shughuli zilizopigwa sasa, inshallah shughuli ziendelee kama kawaida. Kwa hivyo wananchi wangu, naweza kutawanyika mkienda na shughuli zenu. Tunashukuru sana bana. Wewe bana, sio bana, tunashukuru sana bana. Haya bana, sheha bana, shukrani sana bana. Asante mke yangu. Mke yangu cheko iviki vyema. Mke yangu mwendo wa chapati. Sasa atule bana hoja la mgeni bana. Hatujatia kitu tu tumboni. Haya shika. Mambo ya pwani ya mwanangu. Mke yangu kwa vichapati. Yaani kuzumwani kutende surprise mumeo. Kumbiki chapati. Pani kwa kwenda. Tuli mke yangu. Jamkate mke yangu. Haunjo kushiba jikoni, maana wana kima tabia kushiba jikoni ni mwe. Siwezi kula umemuka kwa ng'ombe bila Mke yangu nikwambie kitu. Ni mume besa kiroho safi. Na kwa roho kwani uende. Usiende kwani. Kwa vijambo vya vino. Na mimi nakuahidi nchana wewe bega kwa bega. Tujenda wapi kwani? Tujenda kwa huko nduka nje gari. Na mapete na ngenda kwani kuacha. Mahaba jana nchapata wapi mie? Kwa maneno yako ya kwenda Oya. Ya kupole. Na vile sasa nitakusaidia kazi za pwani kama kuchonga vijiti. Nitakusaidia kwenda pwani ukikupanda mwani. Uchabenga kwa bigana ino mwana ayo. Uchambeleka kwa bibi yake. Akalelewe huko mpaka sio turudi pwani. Na mimi nahisi matatizo mengi yanakukumbana ni wanawake kwa sababu si wanaume. Hatuna wale gani ndio mgeni ba. Yanalawia kwa sababu si wanaume hatuna wabege kwa bigani wake zetu katika pilika. Mimi hadi yule kama yuko kachana mwanamume au kachana mume au kachana kaka yake wanakwenda wote kule pwani. Basi yale asingelawia. Wale mwanzo sasa mimi tutenda wote moja kwa moja. Ili asije kukuta jayali na tutakutulia ni ulizi. Kiangu tulie. Kumkaza kweli. Chocolate wewe kwa vichapati. Haya. Ndio unakuja. Nakuja mbona. Sasa mimi wangu asante. Mbaki yangu mmekunkaza kweli ile kujishaki tu. Nakugeza mambo. Kuna geza mambo jana kucha kwa chika wale.
Kichwa kinauma sana. Kichwa kinauma, presha ipandaje mwanangu? Kichwa tu mwanangu, kinasumbua sana kichwa. Sijui presha ile juu nakona adhabu tu mwanangu. Nakona hamba sipona. Mume wangu. Nakona hamba sipona mwanangu. Mume wangu wewe. Pia njoo. Mambo. Yale. Acha nini? Wewe kusikia yao? Kulega. Ndio mali kidogo. Ndio mali mamkwe. Mamkwe. Kakita kuni mali. Mama. Kwa hiyo ngoja tupige simu, tupige mwanangu sifiki. Mwanangu sifiki. Upige? Sifiki. Mama, kuna vidonge hospitali. Sasa mimi nipigie simu daktari. Nakwambia nijaje ni mwanangu. Mkae mleane, mpendane, muishi vyema. Mama mambo sizungumzie hivyo. Mwanangu pendane. Mwanangu muda ukae na mume muishi vyema. Mamkwe, muishi jana kwa mwanangu. Tutakwenda hospitali, mamkwe tutakwenda hospitali. Sifiki jamani wanangu hospitali sifiki. Mamkwe, jamani na kuombani tu mukae vyema mleane. Mamkwe. Nimejiona wanangu kama sifiki. Mamkwe tusemeja hivyo. Na wanangu. Tusemeja hivyo. Mama. Mama. Mamkwe. Mama. Mume wangu mama. Mangu mama. Tulia mke wangu. Kina nani? Mama.